Bwana, mambo vipi? Karibu tena katika Sauti za Mtaa, kipindi kingine cha Sauti za Mtaa, sauti inayozungumza maisha ya changamoto na mafanikio ya vijana wa leo. Leo tupo kwenye episodi ya pili, ama sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Sauti za Mtaa, na mada yetu ni elimu na maarifa, nguzo ya maendeleo ya vijana. Mimi ni Andrew G. Mrope, ama ukipenda waweza kuniita Mr. A Romantiki. Nitakuwa na wewe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kitamu chenye mafunzo ya kinifu kwa vijana wa kitaa. Sasa tuanze sehemu ya kwanza, maana ya elimu na maarifa. Vipindi vyetu vinaluka hewani mara 2 kwa wiki. Karibu kijana mwenzangu, upate maarifa, upate mafundisho, tujadili, tuelimishane, lakini pia tutapata mahojiano mbalimbali na watu waliotoboa ama waliopitia changamoto mbalimbali. Lakini je, waliwezaje kuzivuka hizo changamoto? Sasa leo tuna mada ya elimu na maarifa. Bwana, kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, mara ya mwisho tulikuwa na mada iliyokuwa inasema matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana wa kitaa. Lakini leo tuna mada inayosema elimu na maarifa. Sasa je, tuanze hapa. Hivi wewe kijana wa kitaa, ukiambiwa elimu unaelewa nini? Ama naweza nikasema elimu ni nini? Elimu tofauti na maarifa ni swala la kwanza kabisa la kujiuliza. Umuhimu wa elimu rasmi na isiyo rasmi ni upi? Maarifa kama zana ya kujitegemea, mfano wa vijana waliotumia ujuzi wao kujiajiri. Elimu ni kile kitu kinachokufanya uwe na uwezo pamoja na uweledi wa kuweza kuipokea ama kuyapokea yale mafunzo unayokuwa unapatiwa. Kwa maana nyingine, tunaweza tukasema elimu ni kutoa ujinga ama kuelekezwa juu ya jambo usilolifahamu. Sasa tuende kwenye sehemu ya pili, changamoto zinazowakumba vijana katika kupata elimu. Hizi ni baadhi ya changamoto ambazo nimekuandalia mimi kama nikiwa kijana wa kitaa. Lakini je, ni changamoto zipi ambazo zinawakumba vijana katika elimu na maarifa? Umaskini wa familia ni mojawapo ya changamoto kubwa. Vijana wanashindwa kupata elimu kwa sababu ya familia kuwa maskini, hususa kitaani. Utoaji duni wa elimu shuleni, hii pia ni mojawapo ya sababu ya vijana wa kitaa kukosa elimu. Sababu nyingineyo, kukatishwa tamaa na mazingira ya shule. Bwana, hii ni mojawapo ya sababu nyingine nyeti kabisa. Kuna muda mazingira ya shule yanaweza kumfanya kijana kutokuwa na amani ya kuweza kupata elimu. Lakini vile vile sababu nyingine na ya mwisho, teknolojia, yani nikiwa na maana teknolojia kuwa kikwazo au fursa. Hii nikiwa na maana ya kwamba wapo vijana wengi wanaochagua kuacha shule kutokana na changamoto hizi. Lakini swali la kujiuliza kijana mwenzangu, je, tunajua namna ya kukabiliana nazo au tunakata tamaa tu? Eti kijana mwenzangu, unajua namna ya kukabiliana na hizi changamoto? Sasa mimi nimekuletea baadhi ya namna ya kuweza kuzitatua hizi changamoto ama kukabiliana na hizi changamoto za elimu. Maarifa mbali na elimu. Kujifunza kupitia mitandao ya kijamii
kama vile YouTube podcast, vitabu vya bure. Hii ni mojawapo ya kitu ambacho kinaweza kufanya unaweza ukakabiliana na changamoto hii ya elimu. Kujifunza kwa kufanya, yani ni kwamba kujifunza kwa kutenda. Kwa mfano wa ufundi, kwa mfano wa fundi wa mtaa alijifunza na sasa anafundisha wengine, nikiwa na maana ya kwamba mtaani kwako unaweza kukutana na mafundi seremala ambao wao wamejifunza kwa kuona ama kwa kuwa karibu na watu, lakini hatimaye wameweza kufanikiwa. Kwa hivyo kijana, jifunze kwa kufanya. Pia njia nyingine ya kuweza kutatua changamoto hizi ni kuwekeza muda kwenye kujifunza ujuzi kama uandishi, ufundi ama IT. Bwana, sasa hapa hebu tusonge kwenye sehemu nyingine kabisa ya muhimu. Unajua kijana mwenzangu, elimu kama ufunguo wa maisha ama ufunguo wa maamuzi bora. Elimu inamsaidia kijana kufanya maamuzi sahihi kuhusu maisha, kazi na mahusiano. Maarifa humuongoza kijana kuelewa haki zake na namna ya kujiandaa ama kujilinda. Sasa kijana mwenzangu, haya ni machache ambayo nimekuandalia leo kuhusiana na mazingira ya elimu pamoja na maarifa. Tumeanza kuangalia elimu ni nini, maarifa ni nini, lakini tukaja kuangalia pia mambo gani yanaweza kumfanya kijana wakitaka kosa elimu na changamoto. Lakini pia tukaangalia, je, changamoto hizo unaweza ukazitatua kwa namna gani? Basi ulikuwa nami Mr. Andrew G. Mrope, na hapa kama kuna jambo moja la kujifunza leo, basi ni kwamba elimu na maarifa ni silaha. Huwezi kujilinda bila kujua, huwezi kupambana bila kuelewa. Jifunze, soma, uliza, tafuta. Maendeleo huanza na wewe kijana mwenzangu. Jifunze kukubali kuanza na moja. Sasa basi, kama kawaida, embu kijana mwenzangu, nenda moja kwa moja hapo kwenye kukomenti. Embu niambie umejifunza nini juu ya elimu na maarifa. Wewe kama kijana una lipi la kuongezea? Embu toa mchango wako wa maarifa na elimu ili watu wengine wanufaike kupitia wewe. Changamoto zipi ambazo unaziziona katika jamii yako, katika mtaa wako kuhusiana na elimu kwa vijana? Na kipi unaweza ukawashauri vijana ili nao waweze kutoka kwenye hatua moja na kupiga hatua nyingine? Wiki ijayo tutakuwa na mahojiano tu. Tutaanza na mahojiano na kijana mmoja kuhusiana na ile mada ya kwanza ya mitandao ya kijamii, na kisha tutakuwa na mada ya pili ya elimu na maarifa. Tutawaangalia vijana wawili ni kwa namna gani waliweza kufanikiwa kupitia maarifa na elimu, na mwingine aliwezaje kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Usisahau kusubscribe, kushare na kuacha komenti yako kuhusu namna elimu imekusaidia na unavyojifunza kama nilivyosema hapo awali. Tutakutana tena wiki ijayo kwenye Sauti ya Mtaa, tukizungumza maisha ya vijana. Mimi ni Andrew G. Mrope. Mpaka wakati mwingine, endelea kusikika kijana mwenzangu. Asante na kwaheri. Langu jina waweza kuniita Mr. A Romantiki.